Karibu baba. Karibu. Karibu sana baba. Karibu sana. Hii ndio Karatu ninayofahamu. Karatu peoples. Karatu peoples. Karatu nawapenda sana. Mheshimiwa Katibu Mkuu, sambazeni ile maiki moja kama nyingine kwa pili simgempatia tu. Au tuache mziki wa huko. Mheshimiwa Katibu Mkuu na Mheshimiwa Mwenyekiti wa Kanda, na washukuru sana kwa heshima mlionipa. Tokea Rhotia nilipandishwa juu ya gari kwa heshima ya kuwepo katika ubunge wa Karatu kwa miaka 15. Asanteni sana. Nilitaka ile heshima kwa kweli iwe ya Katibu Mkuu wangu, lakini alikubali kunipatia. Ndugu zangu, nina mambo kadhaa. Msione kwamba nimedharau ile Mgorori, nimeona niwe huru kidogo kuweza kushusha nondo kadhaa. Naomba Mheshimiwa Katibu Mkuu, nianze na mambo ya wananchi wa Karatu. Mheshimiwa Katibu Mkuu, naanza kuisema serikali ya Samia Suluhu, na namwomba yule mpiga picha wa polisi, naomba sikiliza, alafu mtumie Samia. Kama wewe una uoga atapata tu. La kwanza, wananchi hawa unaoona hapa saizi wametekata, labda kwa sababu Mwenyezi Mungu amewasaidia, kwa sababu mvua inanyesha, na hivyo wanaweza kuoga, wanaweza kupata maji ya kupua, wanaweza kutekatisha mambo yao ya kawaida ya binadamu. Serikali ya Samia imewanyang'anya watu hao maji ambao wametengenezwa kwa mikono yao. Hakuna hata senti 5 ya serikali ya Jamhuri ya Muungano. Nasema uongo? Muda hautoshi kueleza. Katibu Mkuu aelewe kwamba hapa wananchi hawa wamerudi kwenye hali tuliyoikuta mwaka wa 95 tulipoingia Chadema, tukaputa tatizo. Hawa watu wakiwemo watalii walikuwa wanaoga kwa maji ya chupa ya Kilimanjaro. Chadema ikaputa ile tatizo, watu wakaacha kuchota maji usiku, watoto wetu walibakwa kwenye maji, tukaputa yale matatizo. Hii ni recorded, na hiyo taarifa iko mpaka dunia nzima, mpaka Ujerumani waliotupa fedha za maji wakatusaidia kujenga mradi wa wananchi. Hawa walijenga mradi wa maji kwa mikono yao. Serikali inayoputa mradi wa wananchi wa maji na ikashindwa kuwapatia mradi wa maji ni serikali ya wauaji. Ni serikali ya wauaji. Ni serikali ya rushwa. Wamependa kuhonga mpaka majaji. Tuna ushahidi. Na mpaka leo kesi iko mahakamani. Kila siku wanapiga, lakini tunajua magunia ya hela yalipelekwa kwenda kuhoga majaji. Mheshimiwa Mnyika, time sina, ningeweza kuingia kwa undani. Itoshe hilo. Mheshimiwa Mnyika, Karatu ndio mwanzo wa ukombozi wa Tanzania. Tulipoweka serikali ya Chadema Karatu, tulifuta
kinachoitwa kodi za manyanyaso, ikiwa ni kwa pamoja na kodi za baiskeli. Tuliputa yote kwa nchi nzima, baadaye mfano ukafuata. Susan Limo nadhani tulikuwa pamoja bungeni. Tena kwa bila aibu, siku moja wanaleta bungeni katika karatasi za budget zilikuwepo kodi ambayo ilikuwa katute shilingi 5,000, wakati sisi wananchi wetu tulishaondolea tukaweka shilingi 2,500. Kwa aibu wakaenda kufuta vile vitabu, wakachapisha upya vitabu vya budget. Serikali sio na aibu hiyo. Serikali sio na huruma na wananchi wake. Polisi wasije unisikilize, manake nitakausema huyajui. Alikuja hapa Mkapa akawasikiliza hoja zetu. Tulipofika Arusha, ndio sera ya vituo vya afya ilitangaziwa Arusha kwa nchi nzima, lakini walitangaza hawana mpango. Hawakuwa na madaktari, hawana manesi, na mpaka leo nchi nzima ina matatizo ya manesi na madaktari. Mimi ni mwanzilishi wa hospitali, ninajua hatuna madaktari kwa sababu hospitali yetu inafanya kazi na serikali. Hatuna madaktari, wakina mama mmezaa vijana wamehitimu udaktari lakini hawana ajira. OCD ujui unachosimama hapa. Nimeambia umewasumbua sana viongozi leo, nitakuchapa. Sasa yako mengi ambayo ningesema. Karatu kwa ajili ya nafasi ili katibu mkuu wangu aongee na wengine, naomba matatizo ya Karatu niaachie hapo. Mnakubali? Wangapi wanasema niaachie hapo kwa sababu yanajulikana? Asante sana. Asante sana. Sasa nitoke hapo, nianze kushughulika na OCD. Simjui hata jina ni nani. Kwa utangulizi, nataka nimwambie OCD hajui anashughulika na nani hapa. Mheshimiwa Mnyika, wakati nikiwa bungeni kwa ajili ya watu hawa, mimi niliteuliwa na Spika Msekwa, ndiye niliyeshiriki kuandika mradi wa pesa ulioishia katika kutengeneza PGO ambayo alikuja kutengeneza Kamanda Saidi Mwema. OCD hata PGO yake hajui. Zile ni nyota tu. Nimeshiriki kutengeneza ile kitabu chenye kutoa mwongozo wa hao watu kufanya kazi. Kwa hiyo usijifanye wananyota, wakajifanya wanajua kila kitu. Hakuna PGO katika Afrika Mashariki nzuri kama tulionayo, lakini watekelezaji wanaiharibu. Sina muda wa kuyazungumza, lakini tumewaambia ukweli. Tunazijua sheria, tunajua katiba, tunatambua ni lini hawajui kazi. Kazi sio kuvaa uniform, kazi sio kuwa na nyota, kazi ni kuwa na ustadi wa kazi unayofanya. Sasa niache hiyo nagusa ili mengi. Sasa nirudi kwenye hoja. Ndugu zangu, Mwalimu Nyerere ndiye baba yetu wa taifa, na Watanzania wengi bado tunamkubali Mwalimu. Niwakumbushe mambo mawili aliyosema Mwalimu ili baadaye nirudi kwa Samia. Sawa? La kwanza, mwaka wa 62 Mwalimu Nyerere aliandika kitabu, na bahati mbaya wasiji wangu sijui kama wanafanya utafiti, sijui walisoma mpaka wapi, na ndio maana wanatuharibia taifa. Waulize wananchi, watu wa Karatu hapa na dini mbalimbali, naheshimu dini zote, niwaulize binadamu wote na watu wa dini zote, kwa kawaida tunaheshimu amri za Mungu. Uonge kweli? Sasa waulize, katika amri mojawapo ya Mungu, mtu akiimba shilingi 1,000 ni mwizi au sio mwizi?
Akiiba kuku ni mwizi au sio mwizi? Inakatazwa na dini zetu au hapana? Hawa watu wa CCM wanaoshughulika kuiba kura za wananchi wanatenda dhambi au hapana? Wanatenda dhambi. Wakiongozwa na Samia ambaye anaongoza kupaa ushungi. Ule ushungi una maana au ni unafiki? Kwa sababu mtu anayesimamia haki atasimamia haki. Samia hata mdomo hajatoa, hata pole kwa wale waliouawa hajatoa. Mbaya zaidi, Samia amesikika, na nauliza kama na nyie mmesikia kama mimi. Samia anasemekana alitamka, na mimi nimesikia kwa masikio yangu kwenye mitandao. Usijisi sijui ulikuwa wapi kama ukusikia, na IGP wako sijui yuko wapi. Samia alisema pigeni kelele, sitawasikiliza kwa sababu mimi ni chura kiziwi. Hivi rais wa nchi anapofikia mahali pa kusema yeye ni chura kiziwi, anamtukana nani? Ametukana wananchi. Tuna sababu ya kumpigia tena? Tuna sababu ya kumpigia tena? Kwa kauli hizo na zingine, sitaingia kwa sababu ya muda. Kwa kauli hiyo na zingine, hivi Samia angekuwa mtu wa haki, akakaa hapa siku ya kura, akaruhusu kura ya huru ipigwe, akakaa hapa, Lissu akakaa hapa, Samia ataondoka saa ngapi kurudi Zanzibar? Saa ngapi? Wangapi wanasema kabla ya saa 1:30 katika mchezo halali Samia atarudi Zanzibar? Na tukisema haya hatupendelei, hatubagui, kwa sababu Samia dunia nzima ameweka rekodi ya rais ambaye ameonyesha ubaguzi wa wazi. Na rais mbaguzi anastahili kuwa rais? Rais anachaguliwa ili iwe nini? Alinde haki, asimamie watu wake, ustawi wa watu wake upatikane, chakula cha watu, maji kama nilivyosema, na huduma zote chini ya serikali. Umewahi kuongea Samia anaongea maslahi yenu? Sisi hatukumpa, bahati mbaya hata kuchagua hatukumchagua, lakini hatukumpa rais Samia kazi ya kwenda kuwaomba nchi tajiri kama Tanzania. Nchi tajiri kama Tanzania, dhahabu kila mahali, madini ya aina yote kila mahali, mbuga za hifadhi za wanyama, yani rasilimali zote nchi. Hakuna nchi inayoweza kushindana na Tanzania. Na Mwenyezi Mungu katupendelea. Tanzania haipatikani mahali popote duniani isipokuwa Tanzania, Arusha. Lakini sisi ni nchi maskini. Hamsikia akiongea? Namsikia. Sasa nimesema jumlisha haya, chukua na manyanyaso haya ya kura. Askofu amesema, askofu wangu amesema, sitaki kurudia. Watu wamenyanyaswa, kura zimebeba, zimeibiwa, na nyie mmeniambia uwizi wa kuku ni dhambi, uwizi wa shilingi 1000 ni dhambi, na uwizi wa kura pia ni dhambi. Kama rais wetu hadharani amekubali kwamba kura zimenyang'anywa, alafu anakaa kimya, hiyo dhambi itaondolewa wapi? Kwa hiyo ni juu ya wananchi kukataa dhambi, kama ambavyo Mwenyezi Mungu ametuambia. Wale wa Kristo wanajua zaidi, wanadhehebu nafikiri yote. Siku ya ubatizo unaambiwa unamkataa shetani, huwa mnajibu nini? Unamkataa shetani. Sasa niwaulize, ameeleza baba askofu, watu wamepotea, watu wameuliwa. Mimi niwaulize, yaani tumbo la mama Samia kama mwanamke ni tofauti na matumbo ya wakina mama zetu waliotuzaa? Jana amesikia bungeni kwa siku nzima wabunge wanapiga kelele eti mtoto wa rais asiseme. Mtoto wa rais ni nani? Hata Mungu mwenyewe akikosea, si tunasema?
Mungu ulitumtendea haki kwa nini umwa? Sisi tunamsema ili wanini Mungu asikie atusaidie, sio? Tulifikiri tukisema hivyo tunamsema Samia ajirekebishe. Rais wetu ambaye ametangaza ni chura kiziwi. Tuna sababu tena ya kusema kwamba twende kwenye uchaguzi tupigwe risasi? Watoto wetu, Dude mwanaharakati mnamjua, meambiwa na leo hapa tulipo tunamtafuta kijana anaitwa Kaswahili. Amepotea tukiwa kwenye ziara na baba askofu. Tena alikuwa na baba askofu kwenye ukanda ule. Mimi nilikuwa na makamu mwenyekiti. Kijana huyo amepotea. Serikali haiongei. OCD kazi yako sio kuja kujisimamia sisi. Tuna uwezo wa kujisimamia. Nenda mkafanye polisi kazi ya kuwahudumia Watanzania. Hiyo ndio kazi tunayoajiri na kuwalipa mshahara. OCD mshahara wako, hata nguo mnazovaa ni kodi ya watu hawa. Na angalieni, hebu angalieni hata walioko hapa. Hivi uniform zinafanana? Moja ni kijani kidogo, mwingine ni brown kama za Chadema kidogo. Bongo. Sasa kama wameshindwa hata kutupatia uniform yao, alafu nyie mnalipa kodi, mnatoza nyingi, mna kodi nyingi kila siku, kwa nini tuende kila wakati kwenye uchaguzi? Nimalizie kidogo ili nimruhusu mfuate. Nasema hivi, kama nchi ina dhamira njema, kama Samia anatambua kwamba kitu kikubwa katika uongozi wa nchi, isema Nyerere wasome vitabu, sitaki kuwatafunia. Amesema Nyerere, kitu kikubwa katika nchi ni kutengeneza mifumo ya haki. Mwalimu Nyerere kabla ya kifo chake, nadhani ni wasia, kabla ya kifo chake amesema, kwa katiba tulionayo, kwa hii katiba tulionayo, yani katiba ya mwaka 77, kiongozi yeyote atakaye kuja nyuma yangu anaweza kuwa dikteta. Nyerere alisema. Kosa pekee laumu Nyerere baada kutambua kwamba katiba ile ina madosari mpaka anampata anaweza kuwa dikteta. Kwa nini hakurekebisha? Sasa hayo tuache. Yeye amemaliza kazi. Yeye hajawahi kutunyanyasa. Wako waliopata matatizo ya hapa na pale, na kwa yale tunamlaumu. Sasa hatuhitaji kuhurumia mtu. Lakini kwa sehemu kubwa Rais Nyerere alisimama na Watanzania. Lakini Samia amependa kila siku yuko kwenye ndege, anaenda kukofu. Takwimu za mwisho juzi, Nika labda anaweza kuziongelea. Takwimu za mwisho, Samia ni rais katika marais wote tulionao, ambapo ndani ya miaka 4 peke yake amekopa zaidi ya trilioni 37. Peke na zitalipwa na nyie. Yeye hana mahela ya kulipa. Mtalipa nyie. Hajawauliza kwamba aende kukopa. Na mambo ya ajabu, labda niwaumize sana. Pale Arusha kuna uwanja wa ndege. Uongo kweli? Uwanja wa ndege aliujenga Nyerere katika hali ngumu. Hatuna fedha nyingi, hatuna nini. Akajenga uwanja. Uwanja ule sawa na bandari ya Dar es Salaam, Samia amekabidhi kwa serikali ya Kiarabu kule Oman. Sasa fikiria, ule uwanja umeshajengwa. Ameshajenga tayari. Mwalimu, mtalii anapokuja pale analipa dola 55. Hizo ni rekodi za serikali. Dola 55. Akiruka ndege kurudi kwao analipa tena dola 55. Yaani ni hela za bure. Dola 100 na ngapi na 10, sio? Kwa tafsiri rahisi dola 110 sijui ni shilingi ngapi? Labda karibia 300 au 200 na kitu huko juu. 200 na kitu inahama toka Tanzania, uwanja uliokusha kujengwa, inaenda kwa Waarabu. Tunaenda kutajirisha Waarabu badala ya kutajirisha Watanzania. Wapate ajira pale na ile hela ibaki hapa tuweze kukuza hicho. Tunahitaji kuwa na rais wa namna hiyo. Hata Mungu atatulaumu
tusipochukua hatua. Wangapi wanakubali kwamba tusipochukua hatua? Mimi mpiga picha wa polisi, piga na hizo sasa, piga na hizo pekee. Sasa naomba niseme, mimi siwasemi maaskari wangu. Hao askari mimi nawapenda sana. Askari hao nawapenda. Sekunde moja tu askari kikosikana hapo, tutauana. Uongo kweli? Kwa askari ni muhimu. Hata Chadema ikishika nchi haitaenda kuleta askari toka Burundi au Rwanda au nchi nyingine. Tutatumia hawa. Tunawasema ili wajirekebishe. Lakini hatuwachukii. Lakini lazima tuwaseme ili na wao warudi chini, waweke kwenye utekelezaji yale waliojifunza kwenye vyuo vyao. Lakini siwashangai. Nilikwenda mahali fulani, nilikuwa nimeshika katiba, nikamuuliza OCD, wewe kitabu hiki umeona? Akakiri, Dokta, sijawahi kukiona. Yaani OCD hajawahi kuona kitabu cha katiba. Samia, unatuletea watu gani? Ndio maana unaweza kuagiza unavyotaka. Na huyo OCD wa Karatu ajitafakari. Ni mangumuasi, hajui sheria, hajui katiba ya nchi. Namalizia. Tumesema no reform, no election. No reform, no election maana yake nini? Haya yote niliyosema yanatokana na katiba mbaya na sheria mbovu na matumizi mabaya ya sheria zetu. Na watu ambao wanapaswa kujua hizo katiba na sheria lakini hawajui. Yote haya tumesema sasa Watanzania uvumilivu basi. Kama nilivyoanzia na shida ya Karatu ya maji. Yaani rais unaotesa wananchi wako. Alafu nataka tukuchague. Nataka kusema hivi, mimi ni mwanasheria. Tukihitaji katiba mpya, hatuhitaji hata miezi miwili kuitengeneza katiba mpya. Namba moja. Namba mbili, katiba haijatengenezwa na Mungu. Kitu kilichotengenezwa na Mungu hatuwezi kubadilisha. Amri 10 za Mungu hatuwezi kubadilisha. Katiba ilitengenezwa na niwape siri. Katiba ya leo ambayo Samia anaitumia ilitengenezwa na kikundi cha watu 20 tu. 20. Tena walikuwa wanatengeneza katiba ya CCM. Wakaambia sasa nendeni mkatengeneze pia na ya taifa. Baada ya kutengenezwa na watu 20. Watu hao ni kina nani? Kwa wale watakaopenda utafiti ili watue kama sisemi uongo. Yuko mzee Thabit Kombo, sasa marehemu. Yeye alikuwa mwenyekiti wa hiyo kamati ya watu 20. Katibu wake alikuwa Bwana Pius Mseko, aliyekuwa mbunge wetu. Na matia dakika moja tu. Ilipokwenda bungeni, hiyo katiba ilijadiliwa kwa masaa 3 tu. Samia, nataka nikwambie, tukitaka katiba, hata kesho asubuhi tutapata katiba mpya nzuri ya Tanzania. Sasa, wangapi wanaungana na sisi? Wanaosema kama hakuna marekebisho, hakuna uchaguzi. Wangapi wanakubaliana? Yule mpiga picha wa polisi, angalia tena. Asante. Naomba nimwambie yule bwana na Samia pia asikie. Tumeambiwa hivi, mimi ni mpadri, nilisomea upadri. Tunaambiwa sauti ya watu ni sauti ya Mungu. Hawa ni wananchi, ni sauti ya Mungu. Inawezekana Samia hajui. Sasa kutokujua kwake kusitunyime sisi haki zetu. Narudia tena, wangapi wanasema kama hatutapewa uchaguzi hautafanyika? Najua baadaye Mnyika atapigisha kura. Asante sana. Sasa